Yes, tuko mkoani Pwani, wilaya hii ya Mkuranga. Tumekuja kwa ajili ya kujifundisha namna bora utakavyoweza kulima mahindi, zao hili kisasa kabisa. Kumbuka tuna taratibu mbalimbali za ulimaji, lakini sisi kama Kilimo Sokoni tunahakikisha wewe upate kuongezeka katika mnyororo wa thamani. Unauza kibiashara, unalima kibiashara, unapata mbegu bora zitakazokuwa zinakusaidia kwenye kilimo ambacho unachokifanya. Mimi ni Nicholas Kilowoko, hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Tunahakikisha kwamba tunakufikia sehemu tofauti tofauti. Leo hii tunaenda kujifunza namna gani ambavyo unaweza kulima zao hili la mahindi. Hii ni Sugar King F1 kutoka kampuni ya East West Seed. Ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, lakini pia mahindi nao wanatisha kweli kweli. Yani ni wewe tuhakikisha kwamba unawatafuta hawa East West Seed. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Mapato yenyewe tutakwenda kuyaona shambani, lakini hii ndio mbegu bora ya Sugar King kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Leo hii ninakuhakikishia kabisa hautabaki pale ulipo. Lengo hasa ni kuhakikisha kwamba unaongeza mnyororo wako wa thamani. Yani unalima kisasa, unapata mbegu kisasa, usimamizi wa kisasa, kila kitu kinakwenda kisasa tu. Hata namna ambavyo unavyopiga dawa. So unaona, kwa mfano, unaona hii kazi inayofanyika hapa, hii ni mbolea hapa, tunaenda kumulika pale. Kwa hiyo yote usiwe mtu wa kushangaa namna gani ambavyo tunaweza kulima. Lengo ni kuhakikisha kwamba nakusaidia wewe uwe bora katika hicho ambacho unachokifanya. Mimi ni Nicholas Kilowoko, hiki kipindi cha Kilimo Sokoni. Twende shambani tukajifunze namna bora, na huku utakutana na mtaalamu kutoka kampuni wao ya East West Seed, ambao wao ndio wanaosababisha kwamba hii Sugar King F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed unalimaje, mbinu zake ni za namna gani, je, changamoto za magonjwa wao wanaweza kuzikabili. Hii ni kampuni ya East West Seed, ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Unaweza kuipata hii wapi? Wako nchi nzima Tanzania, lakini zaidi ya yote nikwambie kwamba twende shambani tukajifunze, na huko pia tutakuwa bora zaidi. Yes, kama unanifuatilia, nimekwambia nitakuwa na mtaalamu kutoka kampuni ya East West Seed. Bwana, hii ndo hii ndo bidhaa tayari. Hii ndo bidhaa. Hii yani hapa ni mbegu. Hii ni mbegu. Alafu hii ndo matokeo yenyewe. Matokeo yenyewe. Kama unatufuatilia vizuri kabisa, hii ni mbegu ya Sugar King F1 kutoka kampuni ya East West Seed, na huyu ndiye mtaalamu mwenyewe atatuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa kabisa. Haulimi kizembezembe. Yaani wanakuhakikishia kwamba wanakufundisha, lakini pia wanakupa mbegu bora, wanakusaidia masoko namna gani ambavyo unaweza kupata, lakini zaidi ya yote usimamizi umekaa vipi wa shamba. Mtaalamu wetu hapa atatusaidia zaidi. Hebu jitambulishe, kuna kufuatia kupitia kipindi cha Kilimo Sokoni, wanataka kufahamu. Habari wa Tanzania. Kwa jina naitwa Amani Abdullah Kambi, ni bwana shamba wa East West Seed kwa upande wa Zanzibar, Unguja na Pemba. Naam. Kuna taarifa nyingi sana ambazo watu wanazisikia kuhusiana na namna hii ya mbegu hii ya Sugar King F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Lakini pia kuna taratibu nyingi sana za ulimaji wa mazao. Mazao yako mengi, lakini mahindi ni kama zao ambalo kama halijaonekana kupewa nafasi. Je, anawezaje mtu kulima mbegu hii ya Sugar King, lakini pia utaratibu wake uko vipi na mbegu zinakuaje? East West Seed ni kama tulivyosema, ni kampuni ya utafiti katika swala zima la uzalishaji wa mbegu. Na East West Seed hatufanyi tu utafiti wa kuzalisha zile mbegu, lakini pia tunafanya utafiti wa mahitajio ya jamii. Kwa hiyo moja ya utafiti ambao tumeufanya ni kwenye upande wa mahindi. Tunafahamu kwamba Watanzania wengi wanapenda sana kula mahindi, na wanapenda mahindi yenye sifa zifuatazo. Kwanza, wanapenda mahindi ambayo ni makubwa, lakini pia wanapenda mahindi ambayo yana rangi ya manjano nzuri kama ilivyo hii Sugar King F1. Lakini pia wanapenda aina ya mahindi ambayo yatakuwa ni malaini, kwa sababu kama tunavyofahamu wanakula rika ya watoto, vijana pamoja na watu wazima. Manake ukipata mahindi magumu, manake itabagua katika walaji. Lakini kama unavyoona katika hii mbegu yetu ya sweet corn, haibagui mlaji, kuanzia mtoto, kijana hadi mtu mzima. Lakini pia wanapenda ladha ya utamu. Kama tunavyoelewa, moja ya utafiti ambao tumeifanya katika mahindi aina nyingine, haya ni mahindi kwa ajili ya unga, sio mahindi kwa ajili ya kula. Kwa hiyo sisi East West Seed tulipoleta hii Sugar King F1, kwa jina la pamoja inaitwa sweet corn, ni mahindi matamu au kikawaida tunaita mahindi lishe. Ni aina ya mahindi ambayo special yake, yani utaratibu wake mkubwa ni kwa ajili ya matumizi yote, kuanzia kuchoma, kuchemsha, unaweza kupika rosti kwenye mchuzi, unaweza kutumia kwenye supu. Na kwa sababu gani tunaweza kutumia hivyo? Ni kwa sababu ni mahindi ambayo yako laini, ambayo ukiyapika kama katika supu, yale maji yake yakitoka kichanganyika na supu,
tayari anaongeza ladha nyingine pamoja na virutubisho. Kumbe unaweza ukapika kama supu haya. Ya, unaweza ukapika kama supu bila ya kupoteza ubora, lakini pia tukumbuke ni aina ya mahindi ambayo unaweza ukala hata mabichi. Yanaliwa mabichi. Nadhani yana ladha kabisa. Hii ni kwa sababu hii haiwi ngumu. Hii siku zote inakuwa ni laini. Kwa hiyo na wala hatuiti na kama katika jamii ya nafaka tunaita vegetarian, mboga. Na ndio maana tunaweza tukala kama Unaona jinsi ambavyo hata linavyoonekana, yani halikukeri kukulitazama, limekaa vizuri kabisa. Ladha yake ni tamu kabisa. Ina uhalisia wa kitu gani? Yani kama umezoea kula kitu kama tuseme kama zabibu, chanifahamu. Kula vitu kama zabibu hivi, basi inaendana na hii, au kama matofaa inaendana na vitu kama hii, kwa sababu ina maji. Chanifahamu. Alafu hizi ndani mna fiber, yani kama nyuzi ambazo zinatafanika vizuri, ambayo haimkeri mtu ambaye hana meno wala mtu ambaye ana meno. Lakini pia hii kama unahisi mimi siwezi kula hivi, unaichukua unaitoa katika hili gurumzi lake, safahamu, unatoa punje kama hivi, unazitoa zote kwa pamoja, unaweza ukazimix na spice ambazo ukatia kama pilipili ile ya chili, ukatia kama hivi viungo kama paprika, ukatia kama hii pilipili manga, ukachanganya kwa pamoja. Alafu unaweza ukachanganya pia na asali kwa ajili ya dawa, asali. Lakini pia tukumbuke mahindi yenyewe ni lishe. Hapo unapata ladha nyingine nzuri sana. Kuna mtu mate ameshamdondoka huko ambako aliko, kwa sababu jinsi unavyoielezea, yani inaonyesha kwamba hata ladha yake mdomoni ni tamu kweli. Hata namna ambavyo ukitazama imekaa kiuzuri kabisa. Sasa pengine kuna yule ambaye anakufuatilia hivi sasa, angetaka kufahamu anawezaje sasa kuanza kulima zao hili la Sugar King F1? Kwanza cha kwanza, sisi kama East West Seed kama tunavyosema kwamba tuna huduma ya kupata mbegu bora kwa mkulima, lakini pia tuna huduma ya kumsimamia mkulima. Yaani dhamana ya kumsimamia mkulima ipo kwetu East West Seed. Na ndio maana tunasema ukinunua mbegu yoyote ya East West Seed, na kuliona hilo hata katika hivi vifungasho pia kuna namba za simu mawasiliano. Hii ni center calls ya pamoja katika upande wa kampuni. Unaponunua mbegu unapiga namba hii, au kwa wakala unaomba namba ya bwana shamba eneo husika ili tuanze utaratibu. Cha kwanza, East West Seed tunamshauri mkulima awe na eneo la uhakika katika kuzalisha mahindi. Eneo la uhakika ni eneo gani? Ni eneo ambalo anaweza tukalima msimu wote, msimu wa masika, msimu wa kiangazi. Linakuwa ni eneo gani? Ni eneo ambalo kwa upande wa kiangazi tuhakikishe kwamba la kisima au kuna chanzo chochote cha maji, kwa mfano kama mto, kuwe kuna maji ya uhakika. Lakini kitu kingine katika swala zima la kipindi cha masika, liwe ni eneo ambalo halituhamishi maji, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba hizi mazao ya jamii ya mahindi na mazao mengine ya mboga hayahitaji maji yanayotuama muda mrefu hicho. Lakini kitu kingine tunamshauri namna nzima ya utengenezaji wa lile eneo katika swala zima la mpangilio wa matuta. Kwa mfano akitaka kulima kama haya mahindi, huwa tuna utaratibu wa kuandaa shamba. Na katika kuandaa shamba, cha kwanza tunamshauri aeke matuta mwinuko. Tunaita raised seedbed kitaala. Na matuta haya tunamshauri upishano kutoka tuta na tuta, tunamshauri aanze kutumia upana wa sentimita 75 mpaka mita 1 kutoka tuta hadi tuta. Lakini pia kwenye upande masuala mazima ya uwekaji wa mbegu kutoka shina na shina, tunamshauri kwenye masafa sentimita 30 hadi 60, inategemea na eneo. Katika hali kama hii ya ardhi ya mchanga, tunamshauri distance kidogo iwe kubwa, wastani wa hiyo 60. Lakini kwenye zile ardhi za tifutifu na mingine za udongo, tunamshauri wastani wa sentimita 30, kwa sababu inakuwa hamna shida kidogo ya virutubisho. Sawa? Lakini pia kitu kingine, baada ya kufanya maandalizi yote hayo, tunamshauri utumiaji wa samadi. Na tunamshauri kwenye matumizi ya samadi kwenye mazao haya atumie samadi ya ng'ombe, kwa sababu ni samadi ambayo itasaidia kufanya kazi kwa muda mrefu kwenye swala hilo zima la mahindi. Lakini kitu kingine, kabla ya kuanza chochote, kuna hatua moja huwa East West Seed tunaifanya, na kama kampuni yetu tunakupa kifurushi cha bure. Cha kwanza ni kujua pH ya udongo wako. Tuna kifaa maalum ambacho rapid test ya kupima hiyo pH ya udongo. Kwa hiyo tunapopima pH tukapata matokeo, tunakwambia pH fulani kwa ajili ya kulimia
haya mazao, na kawaida mazao haya mengi ya mboga mboga kama haya yanaanzia pH ya 5.5 hadi 6.5. Na hicho kifaa nyinyi mnacho? Kifaa tunacho na tunampimia mkulima bure kabla ya kuanza. Lakini pia tunapotembea shambani, nadhani bahati mbaya mkoba wangu tu uko mbali, tunapotembea shambani huwa tunatembea nacho. Tukija kama hapa tunapima nini? pH. Manake tunakushauri kuanzia matumizi ya samadi, usio katumia samadi ya kuku ikaongeza kitu fulani wakati ulitakiwa utumie samadi ya ng'ombe. Hivyo pia tunafanya. Lakini pia baada ya hapo tunakushauri katika swala zima la kufunga mifumo. Tuna wadau ambao tunafanya kazi nao ambao wanafanya hizo kazi za kufunga mifumo. Kwa wao tunakuja kwa pamoja, tunashirikiana, tunafanya kama layout unavyoiona. Kama ulivyoona shamba kabla ya kupandwa hapa, unaona mwelekeo ni mzuri wa shambani. Kitu kama hicho. Lakini pia baada ya kupanda tunakushauri, kwa vile hizi mbegu zetu zina ubora na kikawaida ekari moja ya sweet corn inahitaji mbegu kilo 2. Hii ekari moja inahitaji mbegu kilo 2. Kwa hiyo kama inahitaji mbegu kilo 2, manake tunazungumzia wastani wa miche isipungua 15,000 hadi 20,000 kwenye ekari moja. Hiyo sweet corn. Lakini kumbuka hiyo ni idadi ya mche mmoja. Ikiwa mmea mmoja una uwezo wa kutoa mahindi 2 mpaka 3, lakini tunamshauri kutokana na ubora zaidi aache mahindi kuanzia 2. Ingawa hata ukiacha 3, ukifuata taratibu ule tunaokuongoza kuweka lishe, basi unapata matokeo mazuri, lakini kawaida tunakushauri mahindi 2. Kwa hiyo kama unapata picha, ni wastani wa mahindi 40,000 ambayo kwa kipimo cha jumla cha tani ni wastani wa tani 11 mpaka tani 15 kwenye ekari moja ya mahindi. Sawa? Ekari ngapi? Kwenye ekari moja tunapata mavuno ya tani 11 hadi tani 15. Na hii tani 11 hadi tani 15 tunaiweza kuipata ndani ya siku 60 hadi siku 65. Manake ni muda ambao tunaweka mbegu hadi kufikia nini? Mavuno. Sawa? Lakini pia tukumbuke haya mahindi ya sweet corn hayana changamoto kubwa shambani. Hayana sana kupata magonjwa kama yale ya kupata maize strike, yale magonjwa ya mahindi. Hii ni mbegu ambayo ya hybrid ya kisasa inavumilia sana hayo magonjwa. Kitu kikubwa tu cha kuzingatia unapopanda haya mahindi, kati yanavyokuwa kiwango cha lishe ukizingatie, kwa sababu mahindi yake yanatoka 2 na ni mengi. Lakini pia lile hindi moja linakaribia nusu kilo hadi kilo 1. Ule muhindi mmoja ambayo ni advantage, ni faida kwa lile soko la utalii. Zetu soko la utalii kila kitu kinapimwa kwa kilo. Kwa hiyo manake kama itakuwa kilo 1 inauzwa shilingi 2,000. Manake ukipata hindi moja lina kilo, manake una shilingi 2,000. Ukipata hindi la kilo 2 manake shilingi ngapi? 4,000. Hiyo ndio wastani. Lakini kwa soko la kawaida hili hindi moja halipungui, mkulima anauza kuanzia 800 hadi 1,500 kwa hindi moja. Hindi moja. Ikiwa low season, yani bei ya kawaida ni shilingi 800 mpaka 1,000. Season ikiwa nzuri ni shilingi 1,500 hadi 2,000 inauzwa. Na tukumbuke mhindi mmoja una uwezo wa kukupa mahindi 2. Yote yenye ubora sawa. Fanya matunzo stahiki. Sawa? Kitu kikubwa ambacho natakiwa tukifanye ni utaratibu wa uwekaji wa mbolea. Kwenye mahindi haya kama unavyoyaona, kawaida mahindi tunapoanza ni mbolea yetu kawaida kama ni DAP. Baada ya kutoka wastani na wiki 1 tunaweka DAP hadi wiki 2. Lakini wakati ukoelekea wiki ya 2 na wiki ya 3 ndio mahindi haya yanakuwa katika spidi ya kukua nzuri. Yanahitaji mbolea za nitrogen, lakini hatuweki nitrogen kwa asilimia kubwa. Kwa sababu kama tunavyoyaona hii ni siku 60. Maana kawaida wiki 3 mpaka wiki 4 tayari imeanza kutoa mbelewele kwa ajili ya kuanza mahindi. Maana ukiweka nitrogen nyingi utaistimulate kuwa majani mengi. Kwa hiyo tunaweka tu kiwango cha kawaida cha nitrogen, na kawaida huwa tunatumia NPK, hatutumii urea moja kwa moja. Sawa? Kwa sababu pia ukanda hii ya pwani kiwango kikubwa cha nitrogen sio kizuri kwa matumizi ya shambani. Sawa? Kwa hiyo baada ya hapo, kati mmea unavyokuwa ukianza tukua zile mbelewele, maana yake tunaamini kwamba mahindi yameanza kufanya nini? Kutengezeka. Utashtuka kwa mkulima ambaye hajawahi kulima hii sweet corn. Utakuta muhindi mmoja una mahindi hadi 5, 6. Kwa hiyo sisi tunakushauri kati tunavyokutembelea tunakuonesha namna gani ya kutolea, kama unavyoona hapa. Tumetolea haya machipukizi mengine tukabakisha mahindi yetu mangapi? 2. Si ndio? Kama unavyoona hapa tumebakisha mahindi mangapi? 2. Si ndio? Hayo ndio mahindi yetu ambayo tunayalea, tunakwenda nayo. Maana tunapomaliza mwezi kuingia mwezi wa 2,
Hilo hindi tayari sasa linataka kukua na kukomaa, na ni mbolea nzuri kwa ajili ya mahindi haya. Tunatumia mbolea zenye madini ya calcium, kwa mfano kama Nitrabo kwa ajili ya kunenepesha huu muhindi wetu. Na kikawaida mahindi ni mawili. Kama unataka mahindi makubwa, manake hauwezi kuweka gramu 5. Tunamshauri mkulima, na hasa kwenye ardhi zetu kama hizi za mchanga, ni kuanzia gramu 10 na kuendelea, ili haya mahindi mawili yasifanye ugombanizi wa virutubisho. Manake kitaalamu tunasema visifanye competition, iwe free ya kuchukua vile virutubisho. Na pengine kwa mfano tukitazama kama hili hapa mmeshatolea, ndio ilikuwa kama hapa, ndio hii maana ile halitakuwa tena, hamna tena, maana mmeshalitolea. Ndio nini kama ama vipi kama litaendelea kukua, utakuwa nalo inasababisha nini baadaye? Kikawaida kwenye hii mbegu ya mahindi ya sweet corn, mahindi yakitoka 3 4, na kwa nature ya lishe ambayo wakulima kawaida, si ndio, na nature ya mmea wenyewe, utaseti namna ya mahindi katika mpangilio tofauti. Unaweza kuta moja likawa kubwa zaidi, moja likawa dogo. Na kwa sababu gani? Kuna ugombanizi wa virutubisho, na kikawaida haya huku ya chini yatakuwa na uwezo wa kuchukua virutubisho vikubwa kuliko haya ya juu, si ndio? Kwa hiyo manake hapa kawaida unaweza kupata mahindi 4 lakini yenye uzito mdogo. Maana ukapanda mahindi 4 ambayo yana uzito wa gramu 200, lakini ukiacha mahindi mawili yanaweza kupata gramu kuanzia 500 hadi 1000 kwa hindi moja. Kwa hiyo ina maana kwamba haya ya chini yatawahi kupata chakula kuliko haya ya juu. Kwa hiyo tunashauri sisi kitaalam ubakishe haya mahindi mawili ambayo yatakuwa na nini, na ubora. Lakini kama nilivyosema, unaweza kuacha hata mahindi 3 lakini kiwango cha lishe kitakuwa kikubwa, lakini pia kiwango cha mahitaji ya maji pia itakuwa ni kikubwa. Kwa hiyo pia, na kitu kingine pia, itatengeza kichaka kikubwa. Kiacha mahindi mengi, maana itabidi uache na haya kiwango cha majani kwa ajili ya kuzuia ile mwangaza moja kwa moja. Kwa hiyo maana yake pia itakuwa ni kichaka kikubwa, hata wakati wa control kwa wakulima wetu inakuwa shida wakati wa kupulizia vile viuatilifu. Nini nifanye sasa ninapokuwa na tatizo kama hilo ambalo liko shambani kwangu, lakini pia utaratibu uko vipi kwenye upande wa usimamizi wenu nyinyi? Toka anapoanza mkulima kupanda mpaka anapofikia hatua kama hii. Hii tumesema imefika muda gani sasa? Hii imekaribia kukomaa, tuna wastani kama wiki 1 mpaka wiki 1 na nusu tayari mahindi yanatoka shambani. Na uelewe kwamba kama nilivyokuambia, sisi tunasubiria mpaka badilike ile manjano kukoza. Lakini kuna wenzetu kama wa China, Waturuki, wao wanakula kama ni vyakula, wanakula mpaka na ili gurumzi lake. Manake wao wanaweza kukwambia mimi nahitaji sweet corn baby, yani ni kama onion baby vile, kama kitunguu vya vidogo vidogo, manake wanahitaji kama haya. Manake wao wanakatakata chop chop, wanachanganya na kama nilivyokuambia saladi, au wanachanganya na mchuzi, au supu, kwa ajili anapokunywa hivi anavitafuna na vile, kwa sababu kama unavyoona huu muhindi ni virutubisho wote, kuanzia haya mahindi wenyewe mpaka huu muhindi wenyewe. Faida yake ni hiyo kubwa, kwamba ni muhindi ambao una virutubisho kuanzia huu muhindi wake wenyewe mpaka haya mahindi. Nakumbuka zamani tulikuwa tunakula hata haya mabua, tunayatafuna na tunakula safi kabisa. Lakini nimeshangaa wenzetu wa China, wa Japani, wanakula vihindi mpaka nasema hawa wanakula nini, mbona kama vile hawajui wanachokifanya. Kuna vihindi vidogo, au unakuta muhindi ni kama hauna punja, lakini ni kama muhindi fulani hivi. Hii inasababishwa na hiki. Na hata hii iko hivyo. Yaani ni aina ya mahindi fulani ambayo unaweza ukala kuanzia mabichi, ukala kuanzia kuchemsha, ukala ukarosi, ukala kwa namna yoyote. Ina maana kwamba hata haya mahindi yakiwa hivi madogo tayari yameanza kutengeza vile vipunji, au lile gurumzi tayari limetengeza, tayari unaweza ukatumia kula vile vile. Nadhani naweza kukuonesha mfano mdogo hapa wa namna gani unaweza ukala. Sisi ndo tumezoea sisi tumezoea kula ile hindi wenyewe, lakini inakuwa kama hivyo. Anakula kama inaliwa kama lilivyo. Kama ushakula kinasi tamli. Wale wanakula kabisa hivi. Na kwa nini wanakula hivi machanga? Hapa wanaamini kwamba kiwango cha virutubisho kinakuwa vikubwa sana. Hebu muonyeshe kwanza lilivyo kwanza. Jinsi kama hivyo lilivyo. Na kwani ukilitazama unaona kabisa kwamba lina tofauti. Hili na hili. Kwa sisi ambao jamii ya kawaida tunakula hii. Lakini kwa wenzetu wanakula hadi hivi. Hii ukiroast na supu, ndio
yani unaona kitu cha tofauti kabisa. Sisi tumezoea kutia carrot, wenzetu wamezoea kutia nini? Sweet corn. Kwa kumbe unaweza kusema mimi bwana sina viungo, sina hoho, sina karoti, unaamua sasa kuchukua hindi lako ukaweka tia pale. Na ukila unahisi ni matamu kabisa. Wacha wewe. Yaani anayekufuatilia nafikiri huko aliko mate anamtoa kwa sababu yamkini hajui tu umuhimu wa haya mahindi yakiwa machanga, lakini pia mimi naamini kabisa yana vitamini vya kutosha kabisa. Vya kutosha kabisa. Kwanza cha mwanzo kwa wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya kupata choo. Maanake ukila hii inasaidia kusaidia ile mmeng'enyo wa chakula. Yani kama unataka kufanya majaribio, jitahidi asubuhi pale mapema kabla ya kula chochote. Ukiamka kitandani tu pata hii na glasi yako ya maji yenye uvuguvugu. Sawa? Alafu baadaye kenda kupata chai yako, unaweza kutafuta kipande kama hichi kikubwa kidogo tu kama hivi kipisi, ukachemsha na yai lako kidogo na maziwa yako kidogo. Utakuwa umetengeza vitu vizuri sana. Na ndio maana unaweza kukuta hata kama umepata stress, mwili haupungui kwa sababu unakula vitu ambavyo muda wote vinabaki mwilini katika kutengeza mwili. Mfuatiliaji wa kipindi cha Kilimo Sokoni, mimi binafsi nimepata elimu ya kutosha kabisa hapa. Yaani naanza kuanzia leo. Nikitoka hapa nitachukua mzigo wangu, yatakaa nyumbani, nitakuwa na katakata kama nilivyoelekeza, saladi nitakuwa nachanganya, napiga hiyo. Nikiamka tu asubuhi namalizia, kwa sababu hivi vitu vyote vinapatikana East West Seed. Ni wauzaji wa mbegu za mboga pamoja na matunda. Hii ni Sugar King F1. Kampuni ya East West Seed wako nchi nzima, wako Tanzania yote, wanahakikisha na kufikia popote pale ulipo. Na zaidi yote amenifurahisha kwamba mimi hii nimependa. Ninapoamka asubuhi lazima nipate starter kwanza. Napiga hii kitu na umesema na glasi ya maji. Ya moto ya vuguvugu. Na mara ya kumaliza utakapomaliza kula hii utahisi kama ukio. Ndio. Moja faida kubwa ya hii sweet corn, hebu nikwambie. Watanzania au Waafrika hatupendi kunywa maji. Ndio. Yaani nikikuuliza tangu asubuhi hapo kunywa maji kiasi gani ni ngumu. Mpaka ule ndio unywe maji. Sasa tukipata vitu kama hivi ambavyo vina ladha ya sukari, vinakupelekea wewe kunywa maji mengi. Na ndio maana nikakwambia asubuhi ukianza tu kula kipande chako kidogo cha mahindi. Alafu tafuta na glasi yako ya maji ya uvuguvugu. Alafu baadaye sasa kwenye ile nyingine nimeipenda ile nyingine ya pili ile. Ya pili ile. Haina haja ya kutafuta carbohydrate mengi. Haya mabuffalo unachukua tu kipande kama hiki. Chako kadogo hiki kinatosha? Inatosha kabisa. Na hiki kikubwa. Kikubwa tena hiki. Ile hindi moja. Sio hii ndio linatosha. Hili hindi moja. Kama kwa mtu ambaye kuna shida kidogo anaweza kalifanya mara. Kalikata mara mbili. Okay. Lakini kama mimi hivi, kama wewe hivi inanitosha. Unaweza ukafanya hata hii mara moja unaweza ukala tu. Hata mara moja. Kama utakula mahali unaweza ukaacha, unaweza ukafanya majaribio, ukaacha asubuhi kama mwezi mmoja kula haya maunga. Yaani kama unakula hindi lako moja na hii lako moja. Hiyo formula utakuja kuniambia majibu yake. Kwa hapa hii sasa mfuatiliaji kipindi cha Kilimo Sokoni, nitakachokifanya nitakuwa natumia hindi hili, yai langu liko wapi, maziwa yangu yako wapi na mboga za majani nikiamua kuweka. Ni nzuri sana. Unapata kama vile Chinese, wala usiitie mambo mengi, unaifanya kama mchemsho fulani tu. Mimi nitatumia Maya F1. Maya F1 pia tatumia. Si inawezekana? Ukipata Maya haina shida kwa sababu pia Maya yenyewe ilivyo hata bila kuyunga na vitu vingi tayari na ladha ya utamu. Kwa hiyo ukipata Maya, ukipata na hii kitu cha sweet corn, umemaliza kazi. Ninaamini kabisa unanifuatia kipindi hiki cha Kilimo Sokoni umepata elimu ya kutosha kabisa. Yaani hapo unafundishwa namna gani ya kulima, unafundishwa namna gani ya kula. Mimi leo hii nimepata kitu cha tofauti kabisa, namna ya kula. Kwa hiyo hii pointi ndio natoka nayo. Lakini kwa nimekumbuka kitu kimoja muhimu sana. Ndio. Tuna shida kwenye kula haya kidogo watu wanapata shida. Kwenye kula. Pia unaweza kutengeza juice. Bwana mpaka juisi. Mpaka juice. Hapo nikipata na ile karoti ya mkulima. Umemaliza. Nikichanganya. Yaani ukipata hii, ukipata karoti ya mkulima. Ndio. Lakini kama unaweza kupata na kipande cha tikiti la mkombozi. Na kokwa zake zile. Ndio. Katia pamoja. Alafu ukasagia. Hapo utakuwa. Vipi na tango? Nikiweka na ile tango? Gringo. Yes. Safi kabisa. Safi kabisa. Lakini pia tuna muda sio mrefu tutakuwa tuna hii fresh ya tikiti ambayo itakuwa inaitwa Crimson Red. Ndio. Na kupasha kabisa habari. Bwana kuelekea huu mwezi wa 4. Manake wewe jitahidi asubuhi. Kipata kipande chako cha Crimson Red, mkombozi. Ndio. Kipata na hii. Ndio. Kipata na Maya kidogo. Ndio. Hapo utakuwa umemaliza matatizo yote ya afya.
Hebu tumalizie kabisa kwa yule ambaye anatufuatilia. Najua natamani kuendelea hivi vitu. Mheshimiwa hapa anatupa vitu adimu na adhimu kabisa kwa kuhakikisha kwamba tupate kipindi kimoja cha studio. Ndio. Tuje na vitu vyote, tuelezee ule mtiririko mzima na tuoneshe pale namna ya zile product ambazo tumetengeza, kwa mfano kama juice ya sweet corn, ile roasting soup ya sweet corn na vitu vingine. Pale physically watu waone kabisa na namna tunavyokula na kutest. Hiyo imeisha. Yaani hiyo imeisha. Kipindi tutakita jina moja adhimu kabisa. Bwana, hii ni kampuni ya East West Seed, ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Tuko Pwani hapa, tunahakikisha kwamba tunakufundisha namna gani ambavyo unaweza kulima kilimo hiki cha mahindi. Hii ni Sugar King F1. Kampuni ya East West Seed ndio ambapo unaweza kuipata mbegu hii. Na wao wako nchi nzima, wanakufikia popote pale ulipo. Ni kuhakikisha kwamba unawafuatilia. Lakini pia zaidi ya yote unaweza kutafuta kupitia namba 0677009080. Hiyo namba ukipiga unapokelewa sehemu yoyote na wanakupokea na wanakuelekeza. Hata kama bwana shamba yuko Sumbawanga utapata huyo. Hata kama yuko mkoa wa Pwani utampata huyo. Yuko kule Mbeya kule kila sehemu utampata. Na waondoe shaka kwamba hii tukizungumzia popote, ndio, hata kule upande wa visiwani, ndio, Unguja, ndio, na Pemba. Simu ni moja tu, bwana shamba amefika shambani. Simu hii ni moja tu na bidhaa zote zinapatikana sehemu uliopo. Haina shida ya kwenda masafa, mbegu isafirishwe, hamna. Kiwepo Sumbawanga, mawakala wa Sumbawanga unapata mbegu zote. Tabora, Kigoma, Zanzibar, Unguja na Pemba kote unapata. Tumalizie kitu cha mwisho. Hebu mshauri yule ambaye anakufuatia hapa, mkulima hasa. Unaweza kuambia neno gani la mwisho? Neno la mwisho mimi nitawaambia wakulima ni kwamba kama umekata tamaa kwenye swala zima la kilimo, usiende shambani kabla hujamtafuta bwana shamba wa East West Seed. Hakikisha ikiwa umepata changamoto yoyote kuanzia swala zima la matumizi ya pembejeo za mbolea, viuatilifu vya sumu, matumizi ya mbegu, basi cha kwanza leo hii ukiona hii clip yetu, mtafute bwana shamba wa eneo lako. Kwa mawasiliano, mufanye kikao, mupange mipango kazi na mkakati, halafu mwelekee shambani. Kabla ya kwenda kununua mbegu, mtafute bwana shamba wa kampuni ya East West Seed ya eneo lako. Mara zote wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Tupo mkoani Pwani katika wilaya hii ya Mkuranga. Tumehakikisha kwamba tunakufundisha namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa na ukapata tija kabisa. Lengo letu la kipindi cha Kilimo Sokoni, kuongeza mnyororo wa thamani kwenye maisha yako. Yaani unapata kipato kizuri, afya yako inaimarika na fedha mfukoni hina kuwepo mambo ya njuruku. Yaani haukai kizembezembe, unakaa uko vizuri kabisa. Mimi ni Nicholas Kilowoko, hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Mpaka wakati huu tena sina la ziada. Mimi nikomea hapa tu. Na nashukuru sana ambao umekuwa na nafasi ya kunifuatilia. Lakini pia nikuombe tu kwenye YouTube tunapatikana kipindi cha Kilimo Sokoni. Huko pia tunapatana namna hivyo, lakini pia nikwambie tu kwamba kwenye Instagram account yetu ni Kilimo Sokoni. Unatamani kutangaza pamoja nasi, kuna namba inapita chini ya skrini yako hapa. Hebu je kutufuatilia hapo na kisha utakuwa mtu wa kwanza kabisa kutufuatilia kujua namna gani ambavyo tunafanya kazi zetu. Lakini je, unataka kufahamu maswali ambayo yanakusumbua? Nikwambie tu kwamba East West Seed wanakwambia kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri. Mapato mazuri ni wewe unahakikisha kwamba unayapata kupitia mbegu unazozichagua, hasa hii ya Sugar King F1. Kampuni ya East West Seed wametisha kweli kweli. Sina ziada hapa kufikia hapa. Nikomee tu hapa. Mpaka tena. Bye.